Kwa majina naitwa Abdul Nasoro Puga, mwaka wa pili sheria, chuo kikuu cha Dodoma. Mafunzo ya JKT nimepitia katika kambi ya Kibiti, operation miaka 60 ya JKT, mwaka 2023. Mafunzo vipo vingi nimejifunza kupitia JKT, na kuhusu fununu nimezisikia nyingi kabla ya kwenda na baada ya kwenda. Kwa upande wangu nilipokuwa JKT, kitu kikubwa sana nilichoweza kujifunza ilikuwa, ukiachana na ukakamavu na ujasiri ambao tuliojengewa na Jeshi la Kujenga Taifa, kitu kingine ni issue za uzalishaji mali, ujasiriamali. Mimi kwa ufupi malezi yangu alikuwa nililelewa kama mtoto wa mwisho, yale mtoto wa kulelewa, yani sio wa mama, ni mtoto wa kuangaliwa kwa jicho la tatu. Lakini wakati sijafika JKT niliambiwa, nilipata vitisho kwanza ndani ya familia na watu wa nje. Akaniambia, wewe utayaweza mafunzo ya JKT? Watu wanakufa, watu wanafanya nini? Lakini kikubwa katika familia yao pia alitokea mtu mmoja ambaye alinishika mkono, akaniambia, nenda na kuona unaweza, nenda. Na nilipoenda kule kweli nikayaweza, sikuona mateso, ila nilienda kujifunza zaidi. Nilikuwa sijui kulima, lakini nilipotoka JKT nimekuwa mkulima, na uzuri matunda ya JKT nimeacha nyumbani. Maana niliporudi likizo baada ya mwaka wa kwanza nilienda kwa bibi nikaomba shamba, nikalima miogo. Niko chuo sijaweza kuila ile miogo, lakini familia wanafaidi ile miogo, wanaila. Napigiwa tu simu, umeweza bwana, miogo imestawi, tunakula, mingine tunauza. Hiyo ni moja ya mafanikio ambayo nimeyapata kupitia JKT, maana nilikuwa pia napitia hiyo knowledge ya namna kuandaa shamba na kupanda miogo, inapandwa vipi, inahudumiwa vipi. Ukija kwenye issue nyingine, issue za ujenzi, kwenye ujenzi wa taifa, kama jeshi lenyewe linavyoitwa ujenzi wa taifa, nilifundishwa namna ya kujenga. Tukizungumzia mafundi kujenga hizi, yani ofisi hizi tulizijenga wenyewe. Kwa nilikopo sijawahi kufyatua tofali, lakini nilijifunza kufyatua tofali nikajua. Sikuwahi kuchanganya udongo, nikajua kuchanganya udongo. Lakini nilikuwa siwezi kuliweka tofali, kulishape mpaka ikatokea chumba. Lakini kwa mujibu wa JKT nilifanikiwa, nikaweza hayo yote. Kwa hiyo kama lilivyoitwa jeshi la kujenga taifa, na mimi pia lilinijenga kwenye upande huo, ujasiriamali pia na ukakamavu. Kwa upande wa ajira, kama nilivyotangulia kusema, kwenye sekta ya kilimo. Kwenye sekta ya kilimo nimejifunza mengi. Kwa hiyo nikizungumzia ajira, sio mpaka nipewe assurance na kampuni au nini, ila pia naweza nikajiajiri mimi kama Tanzania kupitia sekta ya kilimo, kwa sababu tuna maeneo mengi ambayo yanahitajiwa kufanyika maendeleo ya kilimo. Pia katika sekta ya ujenzi pia naweza pia nikashiriki, kwa sababu nina experience, nilijifunza nikajua. Wazazi nachowaambia, sisi ni vijana na JKT imewekwa kwa kutulenga sisi vijana, kutuandaa na maisha ya baadaye. Kwa sababu tukitoka mikononi kwa wazazi, tuna maisha ambayo sisi wenyewe tunatakiwa tujitengenezee. Kwa hiyo tunapoenda JKT tunajifunza issue ya ujasiriamali. Kwa mfano, ujasiriamali utanisaidia mimi na kizazi changu ambacho kitakachokuja baadaye. Kwa wazazi wasiwabane watoto, wasiishi na zile wasema mitazamo ambao jamii sasa hivi inaipublish kwa JKT ni sehemu ya watu ambao wanaenda kupata madhara, kufa nini. Kwa cha msingi hapa wazazi ni kuombea tu dua watoto zao na kuonyesha mwangaza, nini wafanye na nini wasifanye. Lakini kuhusiana na JKT ni sehemu nzuri ya mafunzo katika maisha.